Nashukuru Mungu kwa sababu ya asubuhi ya leo. Ameweza kutulinda, kutuhifadhi. Si kwamba sisi ni bora kuliko wengine, lakini upendo wake mkuu umekuwa juu yetu. Bwana asifiwe. Amen. Nataka tuweze kuangalia neno kuhusu aina za talanta, types of crown, aina za taji ambazo Wakristo watapewa. Mara nyingi huwa tunaimba taji ziko tayari, na tunaimba tutapata taji tukimaliza kazi, lakini pia ni vizuri kujua ni taji gani ambazo tunatarajia. Wakati mwingine nilikuwa nimewafundisha kuhusu hukumu ya waumini, believers judgment, na tuliangalia mambo kadha wa kadha mahala pale, na nikawaambia mambo ambayo Kristo ataangalia wakati ambapo anahukumu waumini. Nilikuwa nimewaambia kwamba ataangalia mambo kuhusu mafundisho, mambo kuhusu tabia ambazo tuko nazo, mambo kuhusu umwili, mambo kuhusu maneno ambayo tunayazungumza, na mambo kuhusu uhusiano wetu na watu wengine, vile tunakuwa na mahusiano na watu wengine. Alafu pia ataangalia nafasi zile tulikuwa nazo na hatukutumia, talanta zile alitupatia na vipawa na hatukutumia, ataangalia hizo zote. Ataangalia ile muda tumepoteza, hatukutumia muda vizuri, na pia maisha ambayo tuliishi ambayo hayakumpendeza. Pia ataangalia kama tulitembea kama katika nuru ama tulikataa kutembea katika nuru, na ataangalia kama tulikuwa watiifu ama hatukuwa watiifu, na pia ataangalia kama tulikataa kucooperate ama kuhusiana kwa karibu na Roho Mtakatifu. Hiyo ni baadhi ya mambo ambayo ataangalia. Acha niombe. Baba, nakushukuru sababu ya neno lako asubuhi ya leo. Tunapojifunza juu ya taji, naomba tu ya kwamba tusaidie tuweze kuelewa aina za taji ambazo waumini watapewa baada ya kumaliza kazi. Utusaidie tuelewe na tuweke katika matendo katika maisha yetu. Mimi ni chombo tu mikononi mwako, natumika kwa ajili ya kunena na watoto wako. Naomba katika jina la Yesu utanitumia tu kama chombo. Sifa, utukufu na heshima zikurudie katika jina la Yesu, naomba na kuamini. Amen. Nimewaeleza hiyo mambo yote kwa sababu tunakuja kwa mambo ya taji. Kuna taji moja kwa Biblia ambayo si nzuri na haikupeanwa kwa sababu ilikuwa taji mzuri, na ilipeanwa kwa mtu mmoja peke yake, kwa Yesu Kristo, na ilikuwa taji ya aibu. Bwana asifiwe sana. Amen. Nataka tuangalie hiyo kwanza ndio tuende kwa hizi zingine. The crown of shame inapatikana katika Matthew 27, Mathayo 27. Nitasoma kuanzia mstari wa 27. Matthew 27 kuanzia 27 mpaka 31. Nasema hivi: Then the soldiers of the governor took Jesus into the praetorium and gathered the whole garrison around him.
And they stripped him and put a scarlet robe on him. When they had twisted a crown of thorns, they put it on his head, and a reed in his right hand. And they bowed the knee before him and mocked him, saying, "Hail, King of the Jews!" Then they spat on him and took the reed and struck him on the head. And then, when they had mocked him, they took the robe off him, put his own cloth on him, and led him away to be crucified. Biblia inasema kwamba wale askari ambao walikuwa wagavana, askari waliwali, walimchukua Yesu na wakamleta mbele ya watu, mkusanyiko wa watu. Na walipomleta mbele ya watu, walimvua ile nguo yake na wakamvalisha nguo nyekundu, robe nyekundu. Halafu wakachukua taji ya miba ambao walikuwa wameitengeneza taji ya miba, wakaweka juu ya kichwa chake. Bwana asifiwe sana. Sifikirii ya kwamba miba inaweza tengeneza taji mzuri, kwa sababu najua wakiweza kukunja miba vizuri na wakuwekee kwa kichwa, bila shaka itakudunga. Si ni kweli? Yes. Kwa hivyo lengo yao kubwa haikukuwa ati ni taji Yesu anawekwa, ilikuwa ni kumudhihaki, kwa sababu wamesikia ni mfalme wa Wayahudi na wakataka kumwekea kumudhalilisha kwa kumpatia taji ya miba, kumweka aibu na kwamba asionekane kama mfalme, kwa sababu mfalme hawezi pewa taji ya miba. Na kwa hivyo ilikuwa taji ya aibu, haijawahi pewa mtu mwingine. Bwana asifiwe sana. Amen. Na si moja ya zile taji Yesu atapeana. Hawezi kupeana taji ya miba na hawezi kupeana taji ya aibu. Lakini yeye alichukua hiyo taji ya miba, iwekwa juu yake, na hiyo taji ya aibu ili atuondoe sisi kwa aibu. Bwana asifiwe sana. Amen. Alivaa hiyo taji ya aibu yenye sisi tungevaa taji ya aibu, ili yeye atuondoe kwa aibu. Na kwa hivyo waumini hawafai kuwa katika aibu. Bwana asifiwe. Kuna taji 5 kwa Biblia ambazo nataka tuziangalie, ambazo ukikaa vizuri kama Mkristo unatarajia upate moja ya hizi taji 5 ama zaidi. Unaweza pata moja, unaweza pata 2, 3 kwa hizi taji, sababu zitapewa waumini hizi taji. So taji ya kwanza ambayo nataka tuiangalie inaitwa the incorruptible crown. Incorruptible crown. Hii ni taji ambayo haitaharibika, taji isiyoharibika, taji ambayo itakaa milele na milele bila kuharibika. The incorruptible crown. The incorruptible crown will be given to those who master the old nature. The incorruptible crown will be given to those people who will master the old nature. Nataka kusema kwamba mwanadamu ako na asili mbili, ako na 2 natures. Ako na Adamic nature ambayo tuli-inherit kutoka kwa Adam, na ako na spiritual nature ambayo tume-inherit kutoka kwa Yesu.
Na kwa sababu ya hizo asili mbili, two natures, huwa zinakuwa na ushindani. Nature ya Adam inataka kutawala na kuongoza mwanadamu, na nature ya Yesu inataka kutawala na kumuongoza mwanadamu. Bwana asifiwe. Amen. Sasa mwanadamu inamtegemea yeye anaegemea upande gani. Akiegemea upande wa nature asili ya Adam, ataongozwa na mwili na atakuwa anafanya mapenzi ya mwili, atakuwa anafanya vile mwili inataka, atakuwa anajaribu kufurahisha mwili kwa njia yoyote ile, kwa sababu hiyo ndiyo asili ya Adam. Nature of Adam is to please the flesh, to please the flesh, kwamba mwili iweze kufurahia. Na by the way, hii mwili yetu ambayo tuko naye huwa inapenda kufurahi. Bwana asifiwe sana. Amen. In fact, mwili huwa inapenda ifurahi, nataka uitreat vizuri, uishughulikie vizuri. Huwa inafurahi sana wakati ambapo unaiongoza vizuri, unaipatia ile kitu yote ambayo inataka. Lakini wakati mwili inafurahi, roho inaumia. Bwana asifiwe sana. Amen. Mwili, ukiona mwili imefurahi sana, ujue roho imeumia, kwa sababu roho huwa imenyimwa kile inahitaji. Juzi tulikuwa naongea na mtu na nikamwambia kwamba mwili wa mwanadamu ni kama gari na roho ni kama dereva. Na kwa hivyo gari huwa haiendi mahali inataka kwenda, huwa inaenda mahali dereva anataka kwenda. Bwana asifiwe sana. Amen. Sababu kama dereva hataki kwenda mahali, gari itakaa hapo. Gari itakaa hapo. Gari itampeleka tu mahali dereva anataka kwenda. Vivyo hivyo roho ndani ya mwili huwa inaendesha mwili kwenye inataka. Lakini ikifika wakati mwili ndio inaendesha roho, haitaipeleka mahali roho anataka. Bwana asifiwe sana. Amen. Sijui labda teknoloji itakuja fika, sijui kama itakuja fika, yenye labda magari itatengenezwa yenye inajiendesha peke yake, ya kwamba wewe unakaa ndani inakupeleka kwenye inataka. Labda teknoloji itakuja fika mahali kama hapo, ya kwamba unaweza tu kuingia kwa gari alafu gari inaenda. Sasa labda uiambie siku anataka kwenda town na tayari imefika wapi? Town. Imeshafika town. Na unaniambia siku anataka kwenda town. Hivyo ndivyo roho anakuwa na mwili. Saa nyingine mwili huwa anaendesha roho mahali roho hataki. Na ni kwa sababu mwili hapo pia na hiyo uwezo. Bwana asifiwe sana. Amen. Katika 1 Corinthians chapter 9, nataka tusome verse 24 mpaka 27. Inasema hivi: Do you not know that those who run in a race all run, but one receives the prize? Run in such a way that you may obtain it. And everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now, they do it to obtain a perishable crown, but we for an imperishable crown. Therefore, I run thus, not with uncertainty. Thus I fight, not as one who beats the air,
but I discipline my body and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. Paulo anaandika kwa kanisa la Wakorintho, na alikuwa anazungumzia haki za kuwa mhuduma. Alikuwa anajaribu kuongea juu ya haki za kuwa mhuduma, na akiendelea kumalizia, wakati anaongea juu ya hizo haki, akasema, do you not know that those who run in a race all run? Anauliza, kwani hamjui wale watu ambao huwa wanakimbia mbio huwa wote wanakimbia? Bwana asifiwe sana. Amen. Ukisikia watu wameingia kwa race, kwa mashindano, kwa mbio, wale watu wote ambao huwa wamejisajili kwenda kukimbia, siku hiyo ikifika, wote huwa wanaanza mbio, wote huwa wanakimbia. Sasa anauliza, kwani hamjui? Kwa sababu mnatakana kuwa mnajua, tunafaa kuwa tunajua ya kwamba wale watu wote wamejisajili kwa mbio, wote watakimbia. Bwana asifiwe. Amen. Wote watakimbia. Nasema, do you not know? Kwani hamjui? Tunafaa kujua watu wakijisajili kwa mbio, wote wanatarajia wakimbie. Wote wanatarajia wakimbie. Alafu anasema, lakini wakati itafika kupeana taji, ni mmoja peke yake atapata taji ya gold. Sawa sawa? Yes. Unaweza kukuta mbio iko na watu 10,000, lakini gold ni moja. Dhahabu yenye wanashindania ni moja, lakini wale watu wanashindana ni maelfu. Maelfu. Sasa wale watu wa maelfu ambao wanashindania dhahabu moja, gold one, ni mtu moja peke yake ndiye atapata hiyo gold. Hawawezi kushindana watu 100, alafu watu 100 wote wapewe gold. Haitakuwa mashindano. Hiyo itakuwa ni kupeana tu. Inamaanisha ndio waweze kupata gold, lazima kuna kitu mtu atafanya. Bwana asifiwe. Amen. Ataweka bidii, atakimbia, atavumilia, ataangalia sheria ambazo wamepewa, atakimbia kulingana na vile wameagizwa, atapitia mahali inatakana apitie, na akiwa wa kwanza na hajavunja sheria atapewa taji. Bwana asifiwe. Amen. Inasema, run in such a way that you may obtain the crown. Kimbia ili upate taji. Si mnajua huwa tunaimba. Huwa tunaimba taji zimewekwa tayari. Sawa? Na ni kweli taji ziko tayari. Hiyo ni kweli, hatuimbaji uongo. Taji ziko tayari. Alafu pia huwa tunaimba, nikimaliza kazi nitapewa taji. Hiyo ni kumaanisha umejisajili kwa mbio. Umejisajili kwa mbio, na unasema, kwa sababu nimejisajili kwa mbio na kwa sababu ninakimbia, na ninakimbia kulingana na sheria, lengo yangu katika hii mbio ni taji. Bwana asifiwe. Amen. Sasa kama unatarajia kupata taji, ni ukimbie kushinda watu wengine wote. Ama itabaki wimbo. Bwana asifiwe. Amen. Nasema, one receives the prize. Mstari wa 25 unasema, and everyone who competes
For the prize is temperate in all things. Kiswahili nasema vipi basi? Mstari wa 25. Kila mtu ambaye anashiriki kwa hii mbio. Nasema na kila ashindanaye katika michezo. Kila ashindanaye katika michezo Hujizuia katika yote. Hujizuia katika yote. Basi hao kufanya hivyo kusudi wapokee taji iharibikayo. Bali sisi tupokee taji isiyoharibika. Kwanza anatuchezea tu na wale wanakimbia mbio za kawaida, ya kwamba wale ambao wanashindana katika mbio za kawaida huwa wanajizuia kwa mambo yote, kwa sababu huwezi tarajia ya kwamba unataka kukimbia na ushinde na haujizuii. Watajizuia na mambo mengi sana. Ukisikia ndugu zetu, dada zetu wameenda ng'ambo na wameshinda taji huko ng'ambo, gold, usifikirie wanalala vile tunalala. Sawa sawa? Wanajizuia na usingizi. Usifikirie wanaamuka ile masaa tunaamuka. Usifikirie wanakula vyakula ambavyo tunakula. Usifikirie, unajua wanajitrain mpaka wanatrain mawazo kufikiria kushinda. Wanajitrain, wanajizuia na kila kitu. Zamani wakati tulikuwa tunacheza mpira, unajua in sports kuna vitu mnajizuia. Tulikuwa tunaambiwa na coach, kama tunaenda kushindana, kama mnaenda kushindana, labda mko na game Saturday, mko na game Sunday, unaambiwa mapema siku 3 usilale na mwanamke, ujizuie na wanawake, kwa sababu usipojizuia na wanawake utafanya tushindwe. Si ati ni tabu, lakini hautacheza vile inatakikana. Inatakana upreserve nguvu zako zote, usilete kwa mchezo. Na hata wale ambao unaona wanakimbia wanakuwa temperate, huwa wanajizuia kwa sababu anataka nguvu zake zote asiweke kwa mchezo. Unajua wanatafuta crown ambayo inaharibika. Sisi tunatafuta crown isiyoharibika. Na kwa hivyo imetupasa kujizuia na mambo mengi. Bwana asifiwe sana. Amen. Imetupasa tujizuie na mambo mengi. Mambo yoyote ambayo inaweza kufanya wewe upoteze crown, lazima ujizuie nayo. Jambo lolote ambalo ukifikiria unaona linaweza kuwa kizuizi kwa wewe kupata taji, lazima ujizuie nayo. Bwana asifiwe sana. Amen. Na hii si mambo ambayo ati pastor atakuzuia, kwa sababu hata pastor ako kwa race. Bwana asifiwe sana. Amen. Hata pastor anakimbia aone kama atapata. Bishop anakimbia aone kama atapata. Kiongozi anakimbia aone kama atapata. Kama unategemea mtu mwingine atakusaidia kwa hivyo, hata kusaidia. Ni wewe uweke bidii na wewe ujizuie. Sio kama unaelewa hii maneno tunaongea itaweza fanya watu wengine wakose. Bwana asifiwe sana. Amen. Kama mtu hakuzuia mdomo wake, akaruhusu mdomo wake ikanena mambo ambayo hayafai, hayo mambo yanaweza kumzuia yeye kushinda. Kama mtu hakuzuia tabia zake, hakuangalia tabia zake, akajizuia hizo tabia zake, hizo ndio zitamzuia. Kitu chenye wewe huwezi kuzuia kitakuzuia wewe kupata taji. Bwana asifiwe sana. Unajua Wakristo wengine huwa wanasema I don't care. Nasikia kweli? Huwa wanasema I don't care. Na si sawa tu.
I don't care si mbaya. Hiyo I don't care ndio itamzuia. Ile kutokujali, yeye hajali. Hajali kama watu wanakuja church, hajali kama watu wanafanya nini, hajali. Hiyo kutokujali ndio itakuwa kizuizi chake cha kupewa taji. Biblia inasema therefore I run thus, not with uncertainty. Thus I fight, not as one who beats the air. Yana nasema ninakimbia 26 nasema aje pastor? Nasema hata mimi napiga mbio vivyo hivyo, si kama asitaye. Napiga ngumi vivyo hivyo, si kama apigaye hewa. Unajua Paulo ndiye anaandika hii maneno. Na Paulo anaandikia kanisa la Wakorintho. Sasa Paulo anawaambia hata yeye Paulo ako kwa hivyo. Si wao peke yake. Hata yeye anawaambia hata yeye anakimbia. Na hakimbii kwa kusita sita. Unajua kusita sita kweli? Kusita sita ni kama unaenda kama hauendi. Kama unaenda kama hauendi. Sasa anasema yeye kwa mbio hakimbii hivyo kama mtu anaonekana anaenda na haendi. Yeye ameamua kupiga mbio. Anawaambia hata yeye ako kwa race. Hata yeye anashindana. Hata yeye anatarajia taji. Na kwa hivyo anasema yeye harushi ngumi kwa hewa. Najua wale watu wanakuanga wa boxing, si mnawajua? Wanapigananga wako kwa mchezo ya ngumi. Hiyo huwa sipendi sana mchezo kama hiyo. Mchezo kama hiyo ya ngumi usijaribu kuniletea, huwa sipendi. Sababu unaweza fikiria mnacheza alafu mtu anakupasua mapua. Sasa game kama hizo please usijaribu kuleta mahali mimi niko. Anasema katika hiyo kucheza hiyo ya ngumi huwa wanalenganga mtu. Hawapigaki kwa hewa. Wezi kukuta sasa mnapigana na mtu sasa wewe unarusha kwa hewa, unarusha kwa hewa, unarusha kwa hewa. Watakuumiza, wanarushanga mtu. Ukiona anarusha, anataka kugonga mtu aumie. Sababu ni fakti lengo yao inatakanga wakugonge ngumi mpaka uanguke chini. Ushindwe kuamuka. Unajua ukishindwa kuamuka ameshinda. Ameshinda sababu amekupatia moja wanaita knockout. Amekupatia moja, amekuknock out of the game. Sasa Paulo anasema hachezi ile ya kurusha kwa hewa, yeye analenga. Kama ni kupigana, analenga. Analenga. Sijui kama unaelewa kwa hii safari yetu ya kwenda mbinguni pia kuna sehemu ya vita. Unajua hiyo? Sio kukimbia tu, pia kuna sehemu ya vita. Siku tuko na wale tunapigana nao. Sijui kama mmeambiwa ama mnajua sio wanadamu tunapigana nao. Yes. Sio wanadamu. Hata mwanadamu akuwe mbaya namna gani atupiganagi na wanadamu. Mungu hajaruhusu tupigane na wanadamu. In fact angetupatia hiyo clause ya kupigana na wanadamu tungekuwa tumenyorosha watu vizuri. Maana sasa utakuwa na support ya andiko saa ile unacharaza mtu. Baka useme pastor tunajua vile maandiko inasema. Inasema mtu kama wewe namna hii tukunyoroshe. Lakini tumeambiwa tunapigana na shetani na jeshi lake. Bwana asifiwe. Amen. Sasa nataka uimagine wewe ni huyu unapigana na shetani alafu unarushanga misi. Wewe kazi yako kubwa kabisa ni kurusha misi. Yaani haulengangi shetani, unarusha misi. Unafikiria shetani atakuspea? No. Wewe ukirusha misi, unafikiria yeye atarusha misi? No. Hapana. Hatarusha misi.
Ukirusha miss, anajua wewe sasa ndio ndakana akugonge sawa sawa, akupee knockout. Toke kwa vita. Na sijui kama mnaelewa hii, sababu hii mambo natakanga muelewe. Wakristo wengi hawako kwa vita. Walipewa knockout. Wengi wamepewa knockout, hawapigani tena. In fact, wako very comfortable bila kupigana. Na shetani pia ni mwerevu. Kama haukuchokozi, pia yeye hakuchokozi. Na kama atakuchokoza na njia yenye hutajua ni yeye. Sababu anajua hataki kupigwa. Vita vyetu si wewe damu na nyama. Tunapigana na ibilisi na mapepo yake na jeshi lake. Na kwa hivyo tunapigana kwa njia gani? Hiyo pia ni vizuri kuelewa. Mmeshawahi ona wrestling? Najua mnaonanga. Ile miereka. Nakuwa ile miereka. Najua wrestling niliona kitambo. Hii ya siku hizi hata sijui kama iko ama hakuna. Wrestling hawaanzangi kupigana miereka. Wanaanzanga kupigana maneno. Unasikia kweli? Mtu anakujanga anaruka kwa jukwaa, alafu anaanza kurusha maneno. Anaanza kujidai na kudunisha ule mwingine mwenye anataka kupigana naye. Na ule mwingine labda hapo kwa huko kwa crowd hata hajatokea. Unajua anamrushia maneno mpaka huyo anakasirika kwa crowd. Unaona kimetokea huko, kijamaa kimetokea, yani amekasirika. Unajua huyo alikuwa anamchokoza akasirike, akuje wapigane. Jiko kama unaelewa, hata kwa hii maisha ya kawaida ukichokoza mtu vizuri mtapigana. Ukichokoza tu mtu vizuri mtapigana. Umrushie maneno. Atafika mahali akose kustahimili hiyo maneno. Aone wacha mpimane nguvu, wewe umefika wapi? Sasa wrestling huwa wanatupa maneno. Na hiyo maneno huwa inatoa mwingine pande ile. Na akifika hakujaji waongee. Anakujaga kama ameruka pale na kuangukia yeye. Sasa sijui kama mnaelewa, sisi pia tumeambiwa tuombe. Na sijui kama mnaelewa, kuomba ni kuchokoza adui. Ni kumrushia maneno. Wewe uko kwa jukwaa. Wewe sasa umeingia kwa jukwaa. Sasa unamtupia maneno. Sijui kama unaelewa, adui anakasirika. Anakasirika. Na akikasirika anataka kukabiliana na wewe. Na sijui kama unaelewa, kama hukuwa umejipanga vizuri, anakuja anakupatia knockout. Sasa ukirusha maneno, tafadhali ujue uko tayari kwa vita. Lakini pia niseme hili, msiogope kurusha maneno. Kwa sababu hata waoga ndio wabaya zaidi. Bwana asifiwe sana. Amen. Unajua Biblia kwa Proverbs huwa inanifurahisha. Huwa inasema muoga anakimbia kama hakuna kitu inamkimbiza. Unaweza pita mahali yenye miti iko, alafu tawi la miti lianguke chini. Muoga anaenda bio ile hujawahi ona. Unajua tawi hata likikuangukia haliwezi kukuumiza. Bwana asifiwe. Amen. So, hii taji ambayo haiharibiki huwa inapatwa na wale watu ambao wanapigana vita. Wale watu ambao wanakimbia mbio. Wale watu ambao hawapatii mwili nafasi.